Karibu katika simulizi ya kusisimua. Simulizi hii ambayo inamuhusu kijana aliyekuwa mdogo tu ambaye aliokuwa nchi yake kutoka katika vita vikubwa, vita ambavyo vilisababisha mauaji ya kimbari huko nchini Rwanda. Paul Kagame, jina lake hauwezi kuacha kulitaja, maana huyu ndo shujaa ambaye aliibuka katika vita hivyo na kufanya vita hivyo vikatulia, na mpaka hivi sasa wanakula matunda ya kile kitu ambacho walikipanda. Simulizi ya Paul Kagame hadi kuwa rais wa Rwanda. Karibu nikusimulie, na hii ni Usiku TV. Subscribe hapo chini. Katika kijiji kidogo mlimani mwa Rwanda mwaka 1957 alizaliwa mtoto aitwaye Paul Kagame. Sauti za migogoro ya kikabila zilikuwa zikitikisa nchi wakati huo, na hata bado hajakuwa, familia yake ilizimika kukimbia kwa hofu. Walivuka mpaka kwenda huko Uganda wakiwa wakimbizi, wakiwa na matumaini kwamba siku moja wangerudi nyumbani. Katika kambi za wakimbizi ndiko Paul Kagame alikokulia. Alikuwa mvulana mwenye macho makali, mkakamavu, lakini mwenye kutazama kila kitu kwa makini. Alijifunza kuwa maisha hayampi mtu amani kwa bure, ni lazima angepigania. Akiwa shuleni Uganda alijulikana kwa nidhamu, uwezo mkubwa wa kuelewa mambo na hasa kukomaa kuliko umri wake. Miaka ikasonga na kijana akawa mtu mzima. Macho yake yakawa yakiangalia mbali. Nyumbani Rwanda alikoona watu wake wakiendelea kuteseka. Hapo ndipo alipojiunga katika jeshi la Uganda, akajifunza mbinu za kijeshi na kufikia nafasi za juu. Huko akakutana na Wanyarwanda wengine waliotamani kurudi kwao. Ndipo alipoanzisha harakati za ukombozi, yani Rwandan Patriotic Front RPF mwaka 1990. Safari ya kurejea nyumbani. Mwaka 1990 RPF ilivuka mipaka kuingia Rwanda ikidai haki ya wakimbizi kurudi na kumaliza siasa kwa mgawanyiko. Mwanzoni si Paul tu aliyekuwa kiongozi wa juu, lakini baada ya kifo cha kamanda mkuu, macho ya wapiganaji wote walimgeukia Kagame. Walimpa uongozi wakiwa na imani ya kwamba angeweza kuongoza kwenye giza kuelekea nuru. Vita ilikuwa ngumu, lakini Kagame hakupenda kukata tamaa. Aliamini kwamba Rwanda ingeweza kubadilika. Mwaka 1994 mauaji ya kimbali ndo janga la kitaifa. Mnamo April mwaka 1994 dunia ilitetemeka. Mauaji ya kimbali dhidi ya Watusi na Wahutu waliopinga mauaji yaliepuka kama kasi ya kuvutisha. Rwanda ikawa bahari ya damu. Kagame na wapiganaji wa RPF wakaongezeka kwa kasi. Walipambana kutoka kijiji hadi kijiji, wakivuka mito, milima, mapori. Lengo lao moja tu, kuzuia mauaji na kurejesha amani. Mwezi Julai RPF ilifika Kigali na kuchukua udhibiti wa nchi. Mauaji yakakomeshwa, lakini kilichobaki nyuma kulikuwa na taifa lilovunja damu. Familia zilipotea, nyumba zilizochomwa, nchi iliyojeruhiwa moyoni. Hatua ya uongozi mpya, serikali ya mpito ikaundwa. Petro Bizimungu akawa rais, lakini wengi waliona kwamba nguvu halisi zilikuwa mikononi mwa Kagame. Alikuwa makamu wa rais wa waziri wa ulinzi. Alifanya kazi bila kuchoka, kuunganisha watu, kurejesha amani, kuanzisha upya taasisi za nchi. Miaka 6 baadaye, Bizimungu akajiuzulu. Bunge likamchukua Kagame kuwa rais wa Rwanda mwaka 2000 huo. Rais wa Rwanda, mwanzo mpya. Rais Kagame alisema lengo lake ni moja tu, kujenga Rwanda mpya isiyobaguliwa na isiyogawanyika. Alianzia kubadilisha nchi. Barabara mpya zikawekwa, huduma za afya zikaboreshwa, teknolojia ikawekwa mbele, wanawake wakapewa nafasi kubwa serikalini. Nchi ikawa salama kuliko nyingi barani Afrika. Kwa mara ya kwanza katika historia, Rwanda ikaanza kujulikana kwa utulivu, usafi na maendeleo ya kiuchumi. Lakini kadri miaka iliyopita, sauti za wakosoaji ziliongezeka. Baadhi ya wapinzani walalamika kuwa uhuru wa kisiasa ulikuwa mdogo, vyombo vya habari havikuwa na uhuru wa kutosha, na wale waliopinga serikali walionekana kukumbana na ukali wa dola. Hata hivyo, Kagame aliendelea kupendwa na wengi kwa sababu hata kuleta maendeleo na utulivu. Safari ya sasa. Leo Paul Kagame ni mmoja ya viongozi wanaotawala muda mrefu barani Afrika. Ameshinda uchaguzi mara kadhaa, na Rwanda chini yake imekuwa moja kati ya nchi zinazokuwa kwa kasi zaidi barani Afrika. Amehudumu pia kama mnyenyekevu wa Umoja wa Afrika, kiongozi wa jumuiya mbalimbali za kitaifa. Safari yake ni hadithi, mtoto mkimbizi, askari na mpiganaji, mkombozi wa taifa lilokuwa
linaangamia, na hatimaye rais wa nchi ndogo lakini yenye ushawishi mkubwa barani Afrika. Karibu nikupishe katika doti ya kwanza mpaka doti ya mwisho ukuaji wake na mpaka hivi sasa. Paul Kagame alizaliwa tarehe 23 Oktoba mwaka 1957 katika kijiji Tambwe ambacho wakati huo kilikuwa kama sehemu ya Rwanda, Urundi, leo hii Rwanda. Alikulia akiwa kwenye uhamiaji. Familia yake ilikimbia Rwanda kuelekea Uganda wakati wa mateso dhidi ya Tutsi na machafuko ya kabila kabla ya uhuru Rwanda. Katika huko Uganda alisoma na baadaye alijiunga na jeshi akiwa miongoni mwa Waafrika wa asili wa Rwanda waliotumikia kijeshi la Uganda. Kuanzia vita ya uongozi wa kijeshi, kuundwa kwa Rwandan Patriotic Front RPF mnamo mwaka 1990, alikuwa tayari ametoza taaluma ya kijeshi ikiwa ni pamoja na mafunzo ya kijeshi Marekani. Kagame alichukua jukumu ndani ya RPF, kundi la waasi wenye lengo la kurejea Rwanda na kumaliza unyanyasaji wa kikabila. Kazi yake kama kamanda wa RPF ilikuwa ni muhimu sana, hasa baada ya kifo cha mwenyekiti wa awali RPF, ambapo Paul Kagame akapata jukumu la juu la kuongoza harakati za mapambano. Mwaka 1994 magharibi ya mauaji ya kimbali na kuibuka kama kiongozi mkuu. Mnamo mwaka 1994 baada ya ndege ya mwenyekiti wa Rwanda wakati huo kuanguka, tukio ambalo linasababisha mauaji ya kimbali dhidi ya Tutsi na Wahutu walikuwa waadilifu. Mauaji hayo yalipelekea vifo vya maelfu, yani RPF chini ya uongozi wa Kagame ikaanza operation ya kuokoa ambayo hatimaye iliwekwa Rwanda chini ya udhibiti wake. Julai 1994 RPF ilichukua mji mkuu na kulingana na makabiliano ya mpito kuundwa kwa serikali mpya, yani Pastors Bizimungu akawa rais, lakini Kagame akapewa vyeo vya makamu wa rais na waziri wa ulinzi, hali iliyomfanya yeye ndiye kiongozi mwenye nguvu kweli. Kuingia madarakani mwaka 2000 rasmi. Mnamo tarehe 22 Aprili mwaka 2000 baada ya Bizimungu kustafu, bunge na kamati ya mawaziri walimchagua Kagame kuwa rais wa mpito wa Rwanda. Katika uchaguzi wa kwanza wa kidemokrasia na kisiasa wa Rwanda mwaka 2003, Kagame alishinda kwa kishindo akiwa na karibu kura 95.5%. Tangu wakati huo amepigwa tena kura kushinda tena mnamo mwaka 2010, 2017 na 2024. Marekebisho ya katiba yaliyopitishwa mwaka 2015 yalimwezesha kugombea urais tena kikatiba.